Shalom, shalom, shalom ndugu na dada. Nakukaribisha tena siku ya leo nyipya. Tunaposikiliza wimbo ujiandae kusikia neno la Mungu na utabarikiwa. Karibu sana. Naposikiliza neno sambazia ndugu, jirani na rafiki ili kwamba tuweze tukabarikiwa pamoja. Karibu, najua Bwana atakubariki. Karibu. Ninasiri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka, hosana ame. Yaniburudisha, nikirukaruka, nikimba, hosana ame. Ninasiri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka, hosana ame. Yaniburudisha, nikirukaruka, hosana ame. Ninasiri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka, hosana ame. Yaniburudisha, nikirukaruka, hosana ame. Ninasiri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka, hosana ame. Yaniburudisha, nikirukaruka, hosana ame. Ninasiri na Asante sana mwimbaji wetu anaitwa Israel Mbonyi. Huyo ndugu amebarikiwa sana na wimbo. Na wimbo ni mrefu, ni mtamu, lakini kwa sababu ya muda nataka tuingie kwenye neno la Mungu. Acha nende nikaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwamba salama, Alfa na Omega, simba kabila ya Yuda, mbilio la msaada kweli, Bwana majeshi, nimekuja mbele zako Bwana kwa muda kama huu Bwana, kwa ajili ya kuja kulinena neno lako mfalme. Naomba Bwana majeshi, ninapokuwa mahali hapa mfalme, nahitaji nguvu na uwezo wako Bwana zikaweze kunitawala. Naombea ndugu na dada ambao Bwana anaenda kunisikiliza na yule ambaye atasikiliza ujumbe huu Bwana, uwe msaada kwa ajili ya maisha yake. Asante Bwana, asante simba kabila ya Yuda, asante tegemeo la msaada kweli. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu naomba na kuamini. Amen. Naingia kwenye neno la Mungu bila kuponda muda, na somo la leo talizungumza linahusu vijana. Na ni somo nzuri sana ambao litakusaidia wewe kijana, wenda hata mtu mzima anaweza kumsaidia, kwa sababu wewe ni mtu mzima, unaweza kusaidia vijana, kuwasaidia kwa maelekezo ama kwa mashauri. Na kichwa cha neno kinasema wakati mzuri wa kuolewa, ama le moment favorable pour être marié. Ni somo ambao litahusu vijana na nitasema sana kuhusu wasichana. Kwa hivyo jiandae wewe msichana, jiandae wewe ndugu ama dada ama mama, popote unaponisikiliza. Somo hili kwa ajili yako siku ya leo. Usipoteze muda, kwa muda ambao nitakuwa mahali hapa najua kuna kile kitu ambacho Bwana atazungumza na wewe. Bila kuchelewa tutaingia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:36 mpaka 38, ama 1 Corinthiens chapitre 7 kuanzia verset 36 mpaka 38. Ninaenda kusoma kwa jina la Yesu Kristo. Nitasoma kwanza kwa Kiswahili alafu nitasoma kwa Kifaransa. Biblia aseme lakini mtu awaye yote akiona ya kuwa hamtendei mwanawali wake vipendezavyo, na ikiwa huyo
amepita uzuri wa ujana wake, na ikiwapo haja basi afanye apendavyo, hatendi dhambi, na awaruhusu waoane. 37 inasema, lakini yeye aliyesimama kwa uthabiti wa moyo wake hana sharti, lakini aweza kuyatawala mapenzi yake. Tena amekusudia moyoni mwake kumlinda mwanawali wake, akatenda vema. 38 inasema, basi vivyo na amwozaye mwanawali wake afanya vema, na yeye asiyemwoza atazidi kufanya vema. Kifaransa anasema, ni mtume Paulo alikuwa anasema, si quelqu'un regarde comme déshonorable pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et ne pêche point qu'on se marie. Verset 37 inatuambia, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ni mtume Paulo ambaye alikuwa tuzungumzia hapa. Anasema wakati binti, tunazungumza sana juu ya wakati wa kuweza kuolewa kwa mabinti hasa nitazungumzia. Lakini mtu awaye yote akiona ya kuwa hamtendei mwanawali, yani binti, mwanawali wake vipendezavyo, na ikiwa huyo amepita uzuri wa ujana wake, na ikiwapo haja basi afanye apendavyo, hatendi dhambi, wala awaruhusu waoane. Sema kichwa cha neno ni wakati mzuri wa kuolewa, sababu kuna wakati mzuri na kuna wakati mbaya. Kama nimesema wakati mzuri, yani kuna wakati mbaya. Nimesema le moment favorable, maana huko moment nyiko défavorable katika maisha kijana hasa msichana. Na 37 inatuonesha pale, aseme yule ambaye ameamua kumweka binti wake asimuoze ama asimuoeshe, anafanya bora, amefanya naye vizuri, hajakosea. Lakini sasa zungumzia sana 37, somo letu liko kwenye 36 ku 36. Swali tunaweza kujiuliza pale ku 37, ni nini inaweza kufanya mtu amzuie binti wake asiolewe? Ndio, kuna masababu mengi, na tukirudi kwenye mambo ya zamani tunaweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusu ile shairi, lakini kwa leo hatutazungumzia pale kwa sababu iko na maana yake, iko na meaning, iko na signification yake katika wakati. Nataka leo tuzungumze kwa sababu ya muda ambao anatuambia. Tukirudia pale ku 36 tunaangalia, aseme kama lakini mtu yoyote awaye akiona ya kuwa hamtendei mwanamwali wake vipendezavyo, na ikiwa huyo amepita uzuri wa ujana wake. Asema ukiona binti wako haumtendee tena vile vitu ambavyo vinaweza kumfanya kuwe comfortable. Unaona msichana wako ambao umemzaa ni binti wako, na inafika miaka umri age nubile kwa Kifaransa wanasema, imefika miaka ya ujana wake ambao kabisa haumtendei tena. Kwa hivyo unaremarke kama huyu binti wangu, hata kama ningemfanzia mambo mazuri ya namna gani, naona kabisa hasikia na furahi. Sababu inafika miaka ambayo hata kama mzazi wako angekupenda kivipi namna gani, kunafika tu ile umri, kunafika ile wakati ambayo hata angefanya kitu cha samani kwako hauone kama ni samani. Kwa sababu mwanamke anafika wakati amekuwa na haja ya kukua kwenye boma, amekuwa na haja kubwa zaidi ya kila kinyunyiza kumfanyizia. Naona mtoto wa tajiri amekaa mpaka anafika wakati anaona hapana, baba yangu ni tajiri, lakini utajiri wa baba yangu sitaumiliki, sitakaa, inabidi na mimi nianze kufikiria. Kwa hivyo kimtendea, hata mnunulie gari, mjengee nyumba, mfanyie vitu za kifahari sana. Biblia inasema inapofika wakati haumtendee tena vitu ambazo vinamfurahisha, na amepata mtu ambaye hakuweza kumuoa. Ndio pale 36 nataka tuzungumuze sana juu ya 36. Hapo unaweza kumfanyia kila kitu kyote, fio wako anakuwa leze, akuwe comfortable, akuwe sawa, akuwe na starehe. Lakini unapofika kiwango ambacho hasikie tena kufurahia yale ambayo unamfanyizia, aseme na ameweza kupata mtu, kuna haja ya kuweza kuolewa, aseme muruhusu aolewe.
Sababu kama huwezi kutatua matatizo yake, unatatua bado ni mtoto amezaliwa 0, mwaka 1, 2, 3, miaka inapopanda haja za mtoto mwanamke zinakuwa zinabadilika. Desire ama shauku za moyo wake, anakuwa na fikira tofauti tofauti na vile alikuwa ni mtoto. Sasa inapofika ile miaka, ile umri ama ile periode fulani ambayo siwezi kuambia itakuwa ni miaka ngapi ama nini, lakini kunafika tu ile muda ambayo mwanamke anahitaji awe kwenye boma. Aseme kifika ile wakati, mwache aolewe, hajakosea. Mruhusu aolewe. Biblia yake inasema aseme amepita uzuri wa ujana wake. Na quelque part anasema uwaruhusu waoane, yaani fie wako anapopata mchumba ama kandida ama mteja vile unaweza kuita, mwache aende kwa amani kabla ua. Sababu anasema mwanamke ni kama maua, anapata mume, anapata mtu wa kumuoa kabla ua ajijaanguka, hajafika wakati ua linaanguka. Mwachilie binti wako aende akaolewe. Ameamua kuolewa, amepata mchumba, amepata mtu ambaye anataka kumuoa, mama ama baba, majukumu yako, kwa sababu tunaona kama hapa una mamlaka juu ya mtoto wako. Kwa hiyo unaweza ukamruhusu, kwa sababu amefika wakati ile hisia zake zimebadilika. Umekuwa msaada kwake, umemfanyia kila kitu, lakini afika wakati anasema mama, na mimi nataka nende nikaanze maisha yangu. Inafika ile wakati kwenye maisha ya binti, kwenye maisha ya msichana, aseme amepita uzuri wa ujana wake. Kwa hivyo kuna uzuri, unaweza kuwa bado kijana, lakini kuna miaka ya ujana wako ambao kabisa inabidi wewe dada wewe umekuwa kwenye boma, inabidi wewe dada umekuwa umeshanje statia maisha yako. Hata kama utakuwa umesoma, umefanya vitu za namna gani, kuko tu wakati ambao kabisa unahisi kwamba inabidi niwe umepita uzuri wa ujana wako. Aseme waruhusu waoane. Yaani atakuwa mpata mtu wa kumuoa sasa, sababu hawezi kumruhusu mtu aoane na hajapata mteja, hajapata kandida, hajapata mtu akuweza kumuoa. Kwa sababu ya nini? Ua. Sema mwanamke ni ua, anakuwa anaota, jua ikiwaka ua inaanguka. Kwa hivyo kabla ua ianguke, anaweza akaona nimefika umri fulani, mama, baba, imekuwa hivi. Waruhusu waweze wakaoana. Otherwise taleta the worst. Kitu itatokea kule kini kigumu sana, kinaweza katokea kinaleta aibu. Na tunaangalia pale kuna ile mamlaka ya wazazi. Mzazi iko na mamlaka sana kwa watoto wake, hasa mabinti. Wakati bado uko chini ya nyumba ya wazazi wako, kuna mamlaka ya mzazi juu yako. Ni mzazi ambaye anakusindikiza. Kwa hivyo haiko aseme anakushikilia tu kwa sababu bure, lakini anaweza kufurahia, anakusindikiza kwa heshima. Hata kama na wengine wazazi wana abuse ile nafasi, wanaitumia vibaya ile mamlaka wamepewa, lakini mzazi una hiyo nafasi na ni heshima. Unaheshimika wakati unamsindikiza binti wako, wakati unamruhusu binti wako anapita kwenye njia mlango. Ni heshima sana, sio tu kwake, lakini kuna heshima kwako vile vile. Haijalishi ameenda wapi, haijalishi ameenda na nani, ameolewa na nani, saa zingine ambao wewe haukukusudia, lakini wakati ametoka kwenye mlango anaenda, kuna heshima. Asi wakati anaona imekuwa deshonora. Tazungumzia sana huko chini. Kwa hivyo nitazungumza sana wanawake, hasa mabinti. Sababu najua mwanamke ni chombo cha thamani sana msosieti. Mwanamke ni chombo cha thamani sana katika familia. Mwanamke ni chombo cha thamani sana hata kanisani. Mwanamke ni chombo cha thamani. Sio mimi namuita chombo, lakini Mungu amemuita chombo. Maandiko yanasema kwenye Mezali 18:22, Proverbe 18:22 nasema apataye mke amepata chombo chema na amepata tena kibali mbele za Bwana. Hapo huko tu chombo chema, lakini wewe umekuwa tena kibali. Ile nataka nikuulize, ni aina gani ya mwanamke ambaye atakuwa kibali mbele za Bwana? Wewe ni chombo cha namna gani? Wewe binti ambaye unatafuta, kuna mtu ambaye anakutafuta apate chombo kabisa cha maisha. Hapo inabidi tujue ni namna gani. Kisoma Mwanzo 2 tulisoma hadithi ya Adam na Eva. Wakati Adamu alikuwa katika upweke, Mungu alipoumba kila kitu akaweka pale, Adamu akajipata na upweke, lakini Mungu alipomtengeneza Eva kutoka ubavu wa Adamu, Biblia inasema Adamu alifurahi sana. Alikuwa na furaha sana, alikuwa na tabasamu sana kabisa katika moyo wake. Na kama Biblia inasema alifurahi, manake inaonesha kabisa ilikuwa ni furaha ambayo iko deep. Kuonesha kama mwanamke anakuja kwenye maisha ya mwanaume ni source ya furaha.
ni source ya kicheko. Wakati mtu anaoa, anatarajia kucheka, anatarajia kufurahi, anatarajia kabisa kuwa kabisa na heri katika maisha, sababu ndio siku ambayo mwanadamu anaweza akafurahia. Ndio sherehe moja ambayo katika maisha yako ambayo utasherekea na utafurahia, ya kuzaliwa, kukua na kufa hautakuwa, lakini sherehe ya kuoa ama kuoleka ndio siku ambayo mtu anafurahi, na furaha haina bei. Umeolewa na mtu kila, umeolewa na mtembeneza bodaboda, umeolewa na tanboy, na mtu yote ule, unafuraha tu kwa ile kiwango kyako, inabidi ufurahie ile siku. Aseme anakuja na bonnet, ndio furaha. Kwa hivyo unapoingia kwa maisha ya mtu, ndio unaleta furaha. Na somo letu nimesema muda mzuri kwa mwanamke kuolewa. Na katika somo hili tutagusa sana mambo na time, mambo na muda. Ni kitu ambayo ni cha maana sana, hasa kwa vijana wale ambao wanatafuta kukomboa muda. Inabidi kukomboa muda kama bado ungali kijana. Sikwambia ukomboe muda katika mambo ya upuuzi, lakini angalia kutime, angalia kumontre. Inabidi uangalie sana katika watch ya maisha yako, hasa mabinti, sababu muda wenu unachochomea sana, na nyinyi mnakuwa victime sana kwenye mambo mengi. Na ndio maana nataka nikuelezee, kwa sababu furaha yangu si kuona wewe unarandaranda, lakini furaha ni kuona unakuwa kwenye boma. Ndio heshima ya mwanamke. Unajua kuolewa ama kuoa sio favor. Nataka nikwambie, wakati mwingine inaweza kuwa favor, wewe mwenyewe unaweza kuifanya kuwa favor. Kuoa ama kuolewa ni haki. Ni miongoni mwa haki za watoto wa Bwana. Wewe dada ambao unanisikiliza, kupata mume wa kukuoa ni haki yako. Kijana ambao unanisikiliza, kupata mke wa kuoa ni haki yako, sio favor, ni droit mbele za watoto wa Mungu. Katika miongoni mwa haki ambazo unazo wewe kijana, mvulana, msichana, kuoa ama kupata mchumba, mume na mke ni haki yako. Sababu inabidi ujue hivyo, kama ni haki yako kuwa kwenye ndoa, kwa sababu thamani ya binti, thamani ya mwanamke, nataka nikwambie, ni katika ndoa. Nimesema haijalishi ndoa namna gani, ndoa ya vijijini, ndoa ya mkambi, ndoa ya wapi, unapokuwa kwenye boma, kuna heshima tofauti ambayo yule mtu mwenyewe hana nayo. Kwa hivyo inakuwa itone sana, nakuwa na mshangao sana napoangalia binti ambao tayari ameshafika miaka fulani, amefika umri wa miaka fulani ambao huenda saa zingine ingehitajika awe kabisa amekuwa kwenye boma ama ameoleka. Ukimpata binti kwa ile miaka bado ako na randarana, na kuambia semeno, sio kusema ati anasomaka, sio kusema ati kwa anafanya biashara, na kuambia mimi ule bwana kabisa ni maskini, hana kitu. Kimuuliza dada, we una nini? Hana jibu ya kukwambia. Mimi siwezi kuolewa na mtu mwenye hana kitu. Angalia kwanza miaka ulio nayo. Kuna mtu anza kuna miaka 15 anaweza kuzungumza vile. Miaka 14, lakini zaidi miaka inapanda. Kuwa naangalia mtazamo wako ni namna gani. Kuna miaka ambayo umefika ndani na maneno ambayo unayazungumza haiendani na umri ulio nao. Asema ule ni maskini, hana kitu. Ule kabisa ni bure. Umuulize mtu kama ule ana nini. Unajua hata kama una ahadi za Mungu, nikupatie siri. Na hata kama una ahadi za Mungu, sikwambie una trene barabara, ndio unaweza ukagairi, unasema huyu mwanaume hanistahili. Saa zingine kuna sauti ya Mungu juu ya maisha yako, kuna promise au ile, naamini kuna watu wanatembea na ahadi za Mungu. Wenda Mungu alikwambia nitakupatia tajiri, lakini tajiri vile atakuja wakati mwingine hawezi akajua ni namna gani. Ule tajiri anakuja, unataka nipate tajiri hadi mtu ameshakuwa tayari na kila kitu. Ndio, lakini kuna majamaa ni mahaduwaka, ni wachapa kazi. Unakutana kabisa ni kijana ambao ni bosere kabisa, mwenyewe unaona huyu kijana anafaa kwa ajili ya huyu ni tajiri, sababu hakuna mtu anazaliwa ni tajiri. Tajiri unapatikana wakati tumekuwa katika hii dunia ndio tunakuwa matajiri. Lakini mtu yote anazaliwa ana malengo, kila mtu anazaliwa ana malengo. Unajua kitu nimejua definition ya tajiri na maskini, saa zingine tunakuwa na confusion. Maskini anajua tajiri ndio mtu mwenye anaachiliaka pesa kenyeji, anafanya dépense inutile. Hapana, umeelewa tajiri vibaya. Tajiri mtu mwenye anakuwa na hesabu. Tajiri anaweza kuwa hana pesa nyingi, lakini mtu mwenye anatembea na nidhamu, ni mtu mwenye kwa na discipline, ndio tajiri ule. Tajiri sio ule mtu ambaye, na ndio maana nimeona mabinti wengi sana wameoleka kiovyo, kwa sababu ni kama alinunuliwa. Kuna mtu mwenda saa zingine amekuja ana pesa zake anataka kutumie, kwa sababu anajua pesa zake nikizitumia nitazispend na nitapata mwanamke ambaye namtaka.
Sijasema matajiri ni wabaya, lakini angalisho sana kama bado mtazamo wako definition ya tajiri kulingana na wewe vile unangao unaifikiria. Yule mtu ametakuja anamwanga pesa kenyeji anamwanga, hapana. Tajiri anatumika na hesabu. Tajiri anauka kila mahali kwenye anapata faida. Tajiri hatupe pesa bure, anatupa pesa kwenye anajua hapa nitafaidi. Kwa hivyo unaweza mtu ana pesa, kuna watu walipata tu pesa, anaweza kuwa ni mrizi, alirizi ama ni mtu mwenyewe sijui, alipata pesa zake na nakutafuta wewe binti ili kwamba aspend muda na wewe, anakuambia nitakuoa. Ana pesa, wewe anaweza kuspend pesa, anaachilia pesa kenyeji. Na masichana wengi wameolewa vibaya. Wazazi wanakupusha, wanakuambia enda uolewe na huyu ndio ana pesa tu. Huyu kabisa huyu ndio ana pesa, unaenda vibaya. Nasema mwanamke ni chombo cha samani sana. Usipojua valere yako dada yangu, hakuna mtu mwenye atakuja kukwambia una valere. Hapana, ni wewe mwenyewe. Usingoe mwanamume. Mwanamume anaweza kuja na makomplima zake. Kuna kitu ambacho saa zingine anatafuta, lakini mwenye atajua valere yake mwenyewe ni wewe binti. Kati ya binti na kijana, ama kati ya kijana mvulana msichana, mtu ambaye ana develop mawazo mapema ya kukua na boma ama kuoleka kuwa mama ni mwanamke. Njoo anakuwa na mawazo. Tulikuwa tunacheza michezo ya utoto, unakutana ka binti kako na miaka 12, tunajenga tu manyumba tu majani, unasikia tu the way ana behave. Mtoto msichana anajibehave ni kama tu mama. Kwa hivyo umama unakuwa ndani ya binti bado ni mdogo sana. Tena nikwambie maturity ya mwanamke inakuwa mbio sana kuzidi hata ya kijana. Zamani tulikuwa sikia mama 14 years, miaka 14 anaingia kwenye ndoa na anazaa watoto na afanya nini? Leo hata wakati mwingine utana msichana na miaka 13, bahati mbaya anabeba mimba. Hapo unakutanaka tu mtazamo wake unabadilika. Anaweza kalia mtoto ananyonyesha, na anaweza kaenda akabebeana hata mzigo juu mtoto akule, lakini kijana wa miaka 15 akibebesha mimba wakimwambia anakimbia kwa sababu ya nini? He's not yet mature. Kwa hiyo mwanamke anakuwa mature sana kuzidi kijana mapema. Nimeona wasichana wengi wako akili. Msichana angalisho, usijidharau. Uko na akili sana, lakini usipojua akili yako utaitumia vibaya, kwisha watatake advantage kwenye maisha yako. Kijana msichana inabidi ujue una akili sana. Unajua kuna garso ambao anakuwa ni avantire, hana mpango ya kuoa. Maisha yake hajawahi fikiria hata iko na tu wasichana wote ni sawa tu kwa sababu ameshadanganya wasichana wengi. Unajua huyu garso nani alimconvince aweze akaoa? Msichana mwenye kuna akili, msichana mwerevu. Unaweza ingia box na utakuja kuoa na kuwa unajua ilikuwaje, mbona sikufikiria, mbona sikupanga. Na sio kusema alitumia hata uchawi, sababu wengi wametamani uchawi. Na ukienda kwa wachawi kutafuta mwanaume, ole kwako sababu una sacrifice maisha yako. Lakini binti mwenye amejielewa, binti mwenye iko very smart, iko intelligent, anaweza kaconvince gaso hana mpango ya kuoa. Kwa kutana mtu ni motari anajizarasa, mimi nafanyaka pikipiki, nani mwanamke atanio, lakini mwanamke anakuonesha formula zote, anakuambia hii na hii na hii na kila kitu, anakuambia kiko perfect, itakuwa sawa. Na binti wengi wameingiza wanaume box na anamuoa dada anakuwa kwenye bomba kwa sababu mwanamke ana akili sana. Najua wakati kijana anakuja kwako dada yangu, anakuja kwa kuomba ni kuoe, ama anakuja kwa kuomba mkono, asema dada yangu nataka ni kuoe, nataka uwe mke wangu, nataka niwe nini. Ile bado ni hatua kubwa, ni ushauri tu leo nitapeana, si ubiri nafundisha. Wakati kijana anakuja anajidetermine kabisa kukuambia dada nataka ni kuoe, ni hatua kubwa. Hata kama hana pesa, hata kama unaweza kumuona aparamani maskini, mpatie kwanza muda ya kumsikiliza ili kwamba uelewe malengo lake, objective yake ni nini. Unaweza kumuona saa zingine ni kijana ambaye hafai ama iko hivi, lakini unatafuta mwanaume ambaye atakuoa. Kuwa na tabia kusikiliza kwanza kijana na kuja unamsikiliza kwanza, mpatie muda. Sikwambie uingie katika mambo ya upuuzi, lakini umsikilize kwanza, uangalie malengo la huyu mtu ni nini. Usianze kumkatia mtu mbali na haujui analenga nini kwenye maisha yako. Ni kitu cha maana sana. Tamani kujua ambisio zake ni nini. Sababu wenye viko tres serie, mwanaume mwenye kuja na malengo harudi yake mara pili. Kijana mwanakuja kabisa iko ana mpango ya kuoa, anaweza kuja mara moja, akiona ulimdharau na anapotea na hata rudi yake tena. Nakumbuka imepita miaka zamani, mimi nitamani kuoa, ilikuwa kitambo sana. Nikatamani binti moja nikampenda, nikapendana na huyo msichana. Na nilipoongea naye akaniongea tu maneno ambayo ilikuwa haina msingi, haina nini. Basi nikajikata nikaenda. Alikuwa namba yangu ya simu. Kapita karibu wiki 2, 3, mwezi mmoja, naona simu inanipigia, nikaona inakuja. Sababu wakati mwingine kama uko mwanaume inabidi unajipatia nafasi yako. Anapiga simu, naangalia simu,
Nikapuzia, napiga tena mara mingi, asema nipokee. Ananiambia sasa, habari kaka, jambo, habari masiku mingi. Vraiment nilikuwa nakuita nikusalimie, nikataka nijue kwanza kama ile mpango ungali nayo, unasikia? Baada ya mwezi moja kupita na nipigia simu. Sijui sitakwambia nimwambiaka namna gani, lakini katantire kumbe mtu alikuwa hajui kile kitu ambacho anakitafuta. Hapo siwe kama ule binti. Simdharau mtu. Simuona sio moto oyo. Na kwanza kuna nyimbo moja kwa ananiambia ya Makoma, sema moto oyo. Si moto oyo. Azalina elokote. Azalina bileite. Baby lambate. Unapoimba nyimbo kwa unajua kuna refrain. Ase kasi oyo. Kasi kolo azalina ye. Ako pambola ye. Unaweza kumuona leo anakuja, na kama njoo mtu mwenye Mungu alikuletea, unamuona tu apparence exterior na unasema siwezi nikaolewa na huyu. Kumbe mule ndani mwake kuna ile utajiri. Simwambie wewe ni moto oyo. Sikwambia olewe na moto oyo kama vile walikuwa wanawaita. Kuna wakati mwingine ulikuwa unapata msichana na kuangalia chini mpaka juu, anakukanyanga anapita. Na leo mpaka leo kuna wengine mpaka leo hajaolewa. Sikwambia olewe na mtu mwenye hana viatu, sikwambia olewe na mtu mwenye hana nafasi ya kulala, sikwambia olewe na mtu mwenye hajui atakukulisha nini. Lakini kama una ahadi za Mungu, nizungumzie na dada ambaye ana promise za Mungu. Mtu anapokuja kwako, ingia kwenye maombi, tafuta uso wa Bwana. Huwezi kujua atakuja vipi, atakuja na picha gani. Mwambie Bwana nisaidie. Wenda anakuja na picha ya moto oyo, lakini kumbe ndio ile tajiri ambayo Mungu alikuwa amenitarajia. Baraka za Mungu zinaweza kuja kwako, lakini unazipitisha kwa bure. Kwa hivyo jipatie muda kumsikiliza. Wakati wa zamani, nirudie zamani kwa sababu nilikuwa nimesema last time mila. Kuna vitu nyingi ambazo zilikuwa zinakuwa za maana sana. Ulikuwa unakutana binti anapofika umri fulani ambao anaweza kuwa kufuatiwa na wanaume. Binti ambao wazazi wanagundua huyu binti wangu anaweza kuoleka. Mama especially wa mama anamwambia binti wangu, kama unapata mchumba, kijana akikwambia kule nje na kupenda ama nini, encourage yule mtu akuje nyumbani. Nataka nizungumze na wamama wa kisasa. Alikuwa anamwambia binti wangu, ukiona garso anakupenda mulete kwanza akuje nyumbani tujue kwabo ni wapi, tabia zake. Doki mzazi alikuwa anataka amkaribishe sana, sababu kupata mteja haiko katurari leo, tangu zamani. Kijana anakuja anatembea kwenyu, anakupenda, dada nimekupenda. Mama walikuwa very sharp. Wengine wanamtengenezea chakula na kula, anafanya nini, hata kama saa zingine kesho hataoa. Lakini kuna kitu ambao mzazi kwanza amemuingiza box. Ni wazazi ambao walikuwa very sharp, mind ilikuwa very sharp. Kijana anakuja wanamkaribisha vizuri, na ikala kupitia pale mzazi atakuelekeza, anasema huyu ni mwanaume atakuoa, lakini huyu ni aventurier. Je, na miss anaenda siku moja kutembea, aseme anafika fasi. Anaenda asubuhi, binti wangu analamuka asubuhi mkitanda kutoka usingizi. Mama anamwambia leo ndashina msoko, naendaka kuchuruza msoko. Maragi utachagula, maragi utatia kumoto, mandizi ziko pale utatengeneza. Mama shows grab, mama anatoka asubuhi. Kakijana kanaingia tu mnyumba asubuhi. Ile mama ako natoka. Jambo anaingia. Asema nenda chagula maragi. Maragi inaingia kumoto, maragi inabadilisha maji ya kwanza, maragi na hivyo. Bana kalanga maragi na visamunyu. Kajamaa ngala kula pale. Mama anakuja duze kama nukamata chakula, anakutana kagasoka anakula chakula. Mama kaita mtoto pembeni, anambia mtoto wangu, sione bwana hapa. Okay, mama wa zamani walikuwa very sharp, na nataka nikumkari juu mama wa leo, wakati binti wako anapata mchumba, mwambie kijana tu anampenda, mwambie mlete nyumbani. Ni jambo la busara sana. Unaweza kumwencourage polepole. Wengine wanakuwa wanaleta polepole, kijana anaingia box, na wazazi wamekuwa karibu na yeye sana. Kuisha na naoa. Unaposema wewe natafuta mtu mwenye atatoa familia yangu katika umaskini, dada yangu, sio vibaya, lakini angalia kwanza miaka yako, angalia umri wako. Ndio unakutana binti ambaye miaka imezongea mbele, ameshakuwa mtu mzima, angekuwa tayari mama kwenye boma, lakini anakuambia sema mimi nataka vraiment siwezi olewa na maskini, saa mie maskini, nataka nitafute tajiri ambaye atatosha familia yangu katika umaskini. Kiona mtu kama ule ndio anasema ngombe ya maskini. Dada, mtu anaangalia kwanza, ninataka nitoe katika hii hali. Huyu mtu ambaye anataka kwanza aokoe maisha yangu. Priority aokoe kwanza maisha yako. Angalia kwanza miaka yako. Kama mtoto wa miaka 15 anaweza kuzungumza vile, lakini binti ambaye ameshafika miaka 25 kupanda, kuna mawazo inabidi ubadilishe. Unahitaji mtu ambaye anakuja kwanza aweze akaokoe maisha yako, akakutoa katika maisha ambayo akuingize katika maisha ya boma, ili kwamba muanze maisha. Vitu zingine haziko priority kwako. Ukikuwa na binti mwenyewe ashakuwa mtu mzima na njoo mawazo yake ile, familia yangu iko tajiri nitoshe katika umaskini, ule mtu
Stay away from her. Hajaelewa kitu ambacho anakitafuta. Unajua mtoto wa maskini, wa tajiri, anaenda kwenye ndoa. Mawazo yake ni nini? Anataka ile utajiri ya kwao itransforme kwake. Anataka ile maisha ambayo alikuwa anaishi kwake. Ndio anataka kabisa naye kwake kabisa kufanane vile. Abadilishe. Afanye hata zaidi ya kwao. Unless akwe ni tajiri, wale matajiri ambao tunajua kuna matajiri wengine ni matapeli. Ndio maana hata kijana anatafuta kuoa, mimi mtaoa tu mtoto wa tajiri, inabidi uangalie ni tajiri na namna gani. Kuna matajiri ambao hana background. Nasema baba anakuwa kama mfanyakazi, anatumika anafanyaka kazi wapi? Kuna matajiri ambao ni wabosere, wafanyakazi, wachapakazi. Unasikia huyu mtu source yake ni uchapakazi. Nikiolewa na kijana wa huyu baba ni mfanyakazi, watoto wake ni wafanyakazi. Kuna matajiri. Kwa hivyo binti wa tajiri akitoka kwao anakuja na mawazo ya kuja kutengeneza, anakuja na mawazo ya kusema jamaa tunafanya hivi, baba yangu anafanya hivi, mama yangu anafanya hivi, na mimi nataka nende nikalete amelioration. Lakini maskini anatoka kwao. Na nikizungumza maskini, nazungumza ule maskini kabisa mpaka. Kuna wengine maskini ni mpagani, mtu mwenye uko Paris. Maskini anatoka kwao anakuja na liste orodha ya magarama, masharge, madepense. Nikiolewa ndafanya hivi, nikiolewa. Kwa hivyo kwake kupata bwana ni kama ni kampuni anafungula. Hapana, ndio mawazo ya maskini. Lakini tajiri anaweza kuwa mtu mwenye hana wazazi wana pesa, lakini binti mwenye kabisa ni tajiri, mind yake ni tajiri, anakuja ili kwamba boost maisha yako, ni booster ya maisha yako. Kwa hivyo inabidi kuwa na mawazo ya kitajiri. Kama ni dada, hautapelekwa na kila mtu aseme kwa sababu ni tajiri akupeleke vile anataka. Jamais. Kila mtu mwiko na mawazo ya kimaskini, ndoto zako zote zinakufa. Najua kitu kinamfanisha sana tajiri. Tajiri kitu kina priority namba 1 ya tajiri. Anakuwa anajua binti wangu anatafuta kuolewa. Ataenda kuolewa na nani? Anaenda wapi? Ni nani ambaye atamuoa? Anaenda kwenye mikono ya mtu gani? Huyu jamaa kabisa anafanyaka kazi gani? Okipasio yake ni nini? Ana nini? Haulize vile kwa sababu wewe ndo unataka faida kwako, lakini nataka angalie mtoto wangu angalau kwenye anaenda akuwa mikono ambayo iko salama. Njoo inakuwa priority sana ya tajiri. Lakini maskini anakuwa anajua nitaganyia nini? Atanipa nini? Sasa kama wewe ni mtoto ambaye amezaliwa katika familia ambayo ni binti unatafuta kuoleka, alafu bado ungali influence na wazazi wanasema mwenye atakutosha kama nyumba mpaka sijui afanye mpaka hivi. Angalisha, unaweza kuwa nafasi ya kuwafundisha. Naambia mzazi wangu, wakati wewe na baba mlioana mlikuwa na maisha gani? Kama umempenda mtu na umemwea kuolewa na mtu, anza kufundisha wazazi wako. Najua kuna wazazi ambao umetumia nafasi ya uzazi vibaya. Lakini nataka nikwambie inabidi kuwa na discernement, angalia kusaa yako. Maskini anapiga kalikila anasema nikioosha. Unakutana mabinti wengi alikuwa na akili fie mwenye uko very smart, lakini wazazi wanamwambia olewa tu na ule kwa sababu ule ndio atatusaidia. Ayushu atawasaidia. Amwezi jua kama mnamuoesha ule anamwanga pesa kwa sababu ya nini? Kuna kitu ambacho anatafuta nani ya yule binti wenyu. Kwa siku yake mie pamoja na wale watu ambao nasema miaka ni namba. Hapana. Miaka sio shifre tu. Lakini miaka inabidi uko unaangalia mwaka mmoja yameisha kama binti. Ni kitu gani ambacho katika mwaka mmoja inapoisha kwenye maisha yako kuna kitu ambacho unakuwa umepoteza bila kujua. Hata kama tunasherekea, nimesherekea anniversary, kunafika wakati mmoja hata binti anashindwa kusherekea anniversary, ukimuuliza ni miaka ngapi anakuambia X. Kwa kabla zile siku zifike, anza kukontesa, anza kuhesabia. Mtu asikwambia sema miaka ni namba, miaka ni chiffre, jamais. Usikubali zile ni madistraction. Kuna miaka, kuna umri ambayo inatekana wewe unafanya mambo kitofauti. Mwaka inaisha ujue nimefanya nini. Mwaka inaisha kijana nimefanya nini, sababu miaka iko inaenda inaisha, haujui utazeeka siku gani, lakini uzee inakuja tu ni ghafla, isikusirprendre. Sasa kwa nini Biblia inasema juu ya umri? Kwa nini maandiko matakatifu inajiinteresse sana juu ya miaka, age ni bile, ama ujana, maisha ya ujana, miaka ya ujana? Nimesema age ni bile. Abele miaka ya ujana ni ile mwaka ambao mwanamke ama kijana anatakana au ameoa ama ameoleka. Na wenda saa zingine hujaoa ama hujaoleka, uko mu process ya kuweza kuoa. Kuna ile miaka ambao kabisa unasema uko fiancé, ndio ninataka au ninachumbia msichana fulani, nataka ni utu miaka fulani yenyewe. Bakikuuliza swali bana tarajia kama wenda haujaoleka lakini bado unamchumba, wenda haujaoleka lakini tutafanya marriage wakati fulani. Kuko miaka ambao ile kitu inakuwaka ya muhimu sana.
Ndio tunaona sasa discernement du temps, wakati wa muda. Mhubiri alisema juu ya muda. Kisoma kitabu cha Ecclesiastes 3 ama Mhubiri 3 inasema kuna muda kwa kila kitu. Kuna muda wa kuzaliwa, muda wa kukufa. Hakusema muda ya kuzaliwa na kuolewa, lakini nayo hiko indirectement quelque part. Kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati ya kuolewa. Na kuna wakati ya kufa. Kuna kuzaliwa, kuolewa na kufa. Ni vitu vitatu. Na kila kitu kina wakati yake. Hivyo kijana, mvulana ama msichana, inapaswa kuwa na notion ya discernement du temps. Unapaswa kuwa na discerning time. Najua hauna deni ya mtu. Na sikwambie kwa sababu nikutie pressure. Najua hauna deni ya mtu, ama saa zingine hauwezi kuoa juu ya competition fulani alioa, ama alioa kwa sababu ya competition, ama nioleo ninaoa kwa sababu nataka nifurahishe mtu fulani. Hapana, sijakwambia vile. Lakini natakana ujue katika maisha ya kijana tafika wakati ambao hata mazingira ambao unaishi ndani watakuwa na maswali kwa ajili yako. Katika familia yako, nyumba ya wazazi wako, watakuwa wanaanza kuwa na kujiuliza maswali. Kwa hivyo inabidi kabla ile haijafika uanze kuwa mwenyewe kuanza kufikiria ile jambo. Unless hauna mpango wa kufanya familia kesho, hapo tutakubaliana na wewe. Kwa sababu binti ambayo iko normal, msichana ambaye kabisa iko sawa normal, kuna miaka inabidi ujue una exprime haja ya moyo wako. Ninahitaji hiki. Niko na desire hiki, nahitaji mwanaume wa hivi, nahitaji. Kuko miaka ambayo kabisa inabidi ukuwe najua msimamo wa maisha yako ni namna gani, especially kuhusu mtu ambaye utaishi naye kwenye maisha. Kama ni kuomba Mungu ni mwaminifu, atakupatia. Lakini kuna miaka ambayo inabidi ujue, inabidi niwe kabisa hivi. Ni maamuzi yako wewe mwenyewe. Otherwise utakuwa saa zingine kuna anomaly, kuna jambo fulani ambalo linauliza. Kuna miaka unakutana binti anazongea mbele mpaka huyu binti maswali zinakuwa, mazingira environment inakuwa na question mark juu yako. Kwa hivyo kuna miaka ambayo dada yangu nataka nikushaurie kwa upendo, kwa sababu nakupenda na upendo wangu ni ule upendo wa Kristo. Nataka utoe katika upofu. Kuko miaka ambayo mwili wako dada yangu haiko mwili wa kuchezewa na kila mtu. Kuko tu miaka unapasha sema hata uko mpagani, hata uko Mkristo. Kuko tu miaka yenyewe unasema mwili wangu haiko wa kuchezewa na n'importe qui. Kuko miaka inabidi wewe mwenyewe uamue. Sababu maandiko yanasema kunafika aseme atakapofika uzuri wa ujana wake. Miaka ya uzuri wa ujana iko, inabidi ujue ile jambo. Kwa hivyo kuko miaka ambayo unapasha sema hapana, mwili wangu haiko balansoire hii kama mdodo tulikuwa tunadoda zamani watu mnaruka, hapana mukartie, hapana. Kuko wakati ambao unasema hapana, kwa hii miaka niko nao, sio tena miaka kupelekwa na mtu mmakona kuja usiku nipigie simu. Kuko tu miaka yenyewe inabidi useme hapa kabisa nataka, kama ni kumtafuta Mungu, mwambie Mungu natafuta nipate mume wa kunioa. Kuko ile miaka. Basi kudanganya wakule franga kesho. Na ninataka nikwambie kwa sababu ikuepushe kesho usiende kwa wale manabii wa uongo ambao wanaanza kuinamisha wanawake, especially wanawake ndio wamekuwa victim sana wale manabii wa uongo. Nataka nikuarifu ili kwamba usikuwe victim wa wale watu, wasikupore. Kuko miaka ambao dada yangu mwili wako unapaswa sema hapana. Kwa hii miaka niko nayo, butoto jeune garçon, mtu juko na pesa zake anataka nichezee mwili wangu. Ile miaka iko inabidi ukamate decision. Ni wewe mwenyewe utaamua. Hakuna mtu atavalorize maisha yako bila wewe mwenyewe. Na kama ni aina ya wale watu ndio wanakufuataka tu, hakuna mwenye kufuata mwenyewe ko très sérieux. Uliza Mungu, angalia profile familiale, angalia qu'est-ce que familia yetu kuna nini? Sababu mambo mengi nisema hazitoki mbali, zinatoka kwenye familia zetu, zinatoka katika mazingira. Angalia maisha yako, angalia kwenye nini natoka. Je, mbona kwa nini wanaume wenyewe wananipandaka tu kunipenda ni wale tu avanturi wakuja wakuchezea mwili wangu? Kama njo aina ya wanaume wenyewe unapataka kila siku, nitakushauri dada yangu, tafuta uso wa Bwana, sababu c'est anormal. Kuna miaka ambayo mabetizi nyuko nafanya ile hawezi kufanya. Ile miaka yuko nayo saa hizi ambao utanisikiliza, zile betizi nyuko nazo au uko sanse kuzifanya kulingana na miaka nyuko nayo. Miaka uzee na kuja mbio haichelewe. Kuko betizi nyuko nashinda nani kila siku panda, ile muda uko unapoteza bure. Ungekuwa tayari uko unatengeneza maisha ya boma kwenye boma, tayari ungekuwa na CV nyingine. Ile CV uko tafuta itakupatia kazi jamais. Au grand jamais atakupatia kazi juko professionnel de sexe ama kuzunguka. Haitakusaidia kana kitu. Anza kufikiria saizi. Ni shauri nataka nikushaurie. Toka mu distraction, toka mu usingizi. Najua heshima mwanamke 80% ama zaidi ya 80%.
kwa mwili wa mwanamke inaletea mwanamke heshima sana. Na wewe ndio una nafasi ya kuweza kuprotect heshima zako. Bila hivyo hakuna. Kwa bado unapopatia nafasi vijana wa kuchezea, unaongezea, unaprolonge tena maisha yao kuwa masaiziwani, kuwa maselibateri. Kuna jambo moja ilikuwa imenikwaza siku moja, kijana moja, kuna cousin sister yangu akaoleka na bwana wake anaishi kwake. Sasa huyu ndugu akaleta mdogo wake kutoka kijijini, anamleta pale aishi kwake. Huyu dada yangu na anasema mnisaidie msichana wa kuja kunisaidia kazi. Maana mimi binti wangu ateni nitakupeleka uende saidia dada yako kazi, sikupeleki. Ukioleka unaoleka. Dada anafika kule kwa jamaa kanekana mule kwa kaka hapa. Anabesha huyo binti mimba. Kumbebesha mimba. So dada yangu ikamuumiza, mdogo wangu anakuja kunisaidia kazi, kaka yako anambebesha mimba. Ikakuwa ni kimya, kesi inaishia pale. Sasa siku moja iko namuuliza, mbona unafanya kazi ya pikipiki? Usaidia hata uko namleta sabuni ya ununu wake na nini? Sumoe basi mkale pamoja hivi ushakuwa na kazi. Yule jamaa anambia sasa mimi nitaoa namna gani? Sina haja ya kuoa. Sisi tunapata wanawake babure sana mbarabara, tuko tunapata babure, nikimhitaji kwa wakati wote nampata. Kwa hivyo nyinyi wadada ndio wakati nyingine mnafanya wakati mnapatia vijana prolongation wasioze wakaowe, lakini kama ukijisimama au kwa msimamo wako lazima kijana ataona tofauti. Kuna mwenye hajaoa kwa sababu hajakutana mtu mwenye amejisimama hapo na hajaoa. Wewe mwenyewe unganampatia nafasi ya kukuchezea. Mungu akusaidie sana. Kuko maneno ambayo hawezi kuyazungumza. Kuna miaka ambayo sisi dada hawahitaji kusema ule hawezi kununulia nyama choma ama brochette. Ule sijue hawezake anaogopaka depense. Ule sijue ni wa mfupi. Ule sijue kwa mfupi kwa mtu mwenyewe ulitengeneza. Kisikia mtu na miaka nyiko na ule nataka njoo bogari, nataka wa mrefu, nataka sijua na pesa zake. Na wenyewe wanakujaka wale wa mrefu, wale wanakuja na pesa zao. Wanakupeleka tu maisha ya mrefu akifika wanakutereka mahali unaikala pale. Fikiria sana akili. Haiko ndio wenyewe unahitaji vile kwa ile miaka nyoko nayo. Hauhitaji wale watu vile. Unahitaji mtu mwenyewe atajua kuleta value ya maisha yako. Ndio mtu mwenyewe unahitaji. Mungu akusaidie sana. Anasema simba uchelewa kula majani. Sikwambie ile principe aplike kwako. Amua vema upate vema. Mapema ingali, muda ungali, amua vema. Usikuwa mdistraction na usura. Hii sura, buzuri ya mwanamke, sura ya mwanamke. Najua gold ama hii maerini za gold, za oro. Inaenda kubijuteri kila siku. Ilianzaka iko fresh. Ikienda bijuteri banaosha. Binakuwa njoo metasi nje mangwanzu ama nini. Mwanamke anaisha mbio sana. Haijalishi uzuri wa sura, isikutishe hapana. Miaka kisonga mbele lazima kuna kitu kile kinapunguka kwenye maisha yako. Sitakufariji unless ulikuwa katika tatizo. Kuna wengine sasa zingine mabinti wazuri walikutana matatizo za kiroho, shida mbalimbali, lakini natafuta Mungu akujalie neema upate deliverance ili kwamba uingie kwenye boma. Maisha ya ndoa ni ya mzuri sana kwa mabinti, kuwa barabarani sio mpango wa Mungu. Mungu akusaidie sana. Angalia muda. Mtume Paulo anasema katika Timotheo wa kwanza 4:12 anasema aseme que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Mtu asizarau ujana wako, kuwa kijana ambao uko kielelezo, uko mfano kwenye mwenendo, kwenye maneno, kwenye tabia, kwa maneno yako, msimamo wako unahitajika sana we binti, ili kwamba ikupatie samani. Mtu asizarau ujana wako. Watazarau ujana wako wakati unatumia katika mambo ya upuzi. Wengine wanatumia mambo ambayo iko very attractive, inamfanyia tena kwa very attractive. Sikwambia attraction tu kujipodoa, lakini fanya vitu ambavyo vitafanya hata wanaume wanakuwa attracted, wanasema nikipata huyu mwanamke huyu ni chombo. Nimesema kuna mwanamke ni chombo. Kila kutime, kila mila walikuwa na miaka yao. Kijana angeweza kuolewa kwa miaka fulani, msichana angeweza kuolewa kwa miaka fulani, walikuwa wanaidetermine. Lakini sasa kwa sababu ya ile egoism ama ile selfishness, nilisema last time juu ya mila, ndoa na mila, kwenye somo letu la ndoa na mila, una watu walikuwa wana abuse vibaya. Mnaweza kamata mtoto wa miaka 12 na muoesha anafanya, na ndio maana kwa kuja sheria ya ulimwengu mzima kwa miaka angalau kuweka age yenye iko standard. Anasema angalau dunia mzima binti anaweza kaolewa hivi, anaweza kaolewa hivi, lakini haijatosha. Mpaka pale kuna wengine anasikia tu hamu ya kuolewa ni chini ya ile miaka na anaendaka tu. Walikuwa wanafanya kwa sababu kwa evite mariage forcé.
mariage precoce. Mtu anaoesha kwa kinguvu, mtu anaoesha bila kutaka, mtu anaoesha. Wazazi wangekuwa zako na nimesema wazazi wanapoamua, kama wameamua kukuweka bikira, Biblia inasema pale kwa Wakorinto 1, Wakorinto wa kwanza 7:10-36, kama mzazi akiamua kuweka ndio. Lakini sasa wazazi walikuwa na ile maamuzi, wangeweza kuitumia vibaya, sababu Biblia hiyo ikikuwa na tafsiri vibaya inaweza kukuletea madhara. Niliwapatia mfano wa Lea alipoenda kupelekwa kwa Yakobo, hakupendana. Na maisha ya Lea hakuishi upendo na mume wake. Kwa sababu ya nini? Alitembea kwa ile asili. Mwanamke angeweza kumurizi mwanamke. Nilisema mengi sana. Kuna ile somo la ndoa na mila, utalipata kwenye YouTube, utalipata. Bila akoro, bila makubaliano. Lakini kwa leo dada yangu, uko na maamuzi. Umepewa freedom ya kufanya maamuzi. Fanya maamuzi sasa. Aseme le moment favorable. Aseme bazazi wanaona imekuwa deshonora. Wanaona haiko tena heshima. Inafika wakati unakutana imekuwa deshonere. Tukizungumza deshonere manque d'honneur, hakuna heshima wakati nyingine. Kuna miaka, kuna umri ambao binti anafika ndani mpaka anajisikia amechoka na nyumba ya wazazi wake. Amechoka na kuna mtu mwenyewe anamkimbiza. Amejisikia tu kwenye amefika wakati ambao amechoka na nyumba ya wazazi. Yaani inakuwa kama vile ni aibu katika nyumba ya wazazi wake. Wanaanza kupigania bugali, wanaanza kupigania mboga pamoja. Huko tu ile miaka unajisikia tu kabisa huko malales. Unakutana sabuni, baliacha kipande ya sabuni pale. Sabuni yangu niacha, mnapigana japokuwa ungekuwa tayari uko kwenye boma, huko mama kwenye boma na wewe unaongoza nyumba yako, lakini inafika tu miaka ambayo kasoro unajipata huko Emilia. Kama hujakoka Emilia, acha nikukumbushe leo. Usipoteze muda nyuma kuzunguka nyuma ya wanaume, hutapata kitu kule. Kuko tu miaka ambayo binti anafika anasema hapana, nimechoka na hii nyumba. Na kama haujapata mchumba, ingia kwenye magoti. Na kama hujapata, mwambie Mungu, nataka mume, nimechoka na haya maisha. Kama hujachoka na ile maisha, hakuna vile Mungu atafungua njia. Tamani kwanza usikie kuchoka na ile maisha ili kwamba Mungu akufungulie njia. Unaanza pigana. Sabuni kipande ya sabuni mnapigana mangumi. Haiko mchezo. Especially mabinti. Mama ametengeneza nguo yake ataivaa, amealikwa mahali, nakutana binti alivaa. Vikwazo, anaweza kuazika ndani ya moyo na nyamanda tu, lakini anasikia roho kabisa ndani kabisa iko très frustré kwa sababu anasema hapana, nguo yangu kila nikibadilisha nguo yangu anakia anavala. Wanatafuta na wewe nyumba yako kwenye utakuwa unajikomande. Mzazi akifika pale maake imejaa naona tu ni bomoke kwa sababu saa zingine hapendake enda. Sasa kile siku ndio kufikia hapa. Francis pala nakwambia aseme si quelqu'un regarde comme déshonora pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Ase déshonora, yani Kifaransa anatuambia déshonora maana kukosa heshima. Wakati mtu amefika kwenye anaona inakuwa hakuna tena heshima, huyu binti yangu inabidi aende. Aseme amefanya bora, hajakosea. Kama unamruhusu aolewe. Kuna déshonere na kuna âge nubile. Mzazi wa binti, nimesema ndio walikuwa na mamlaka kuweza kuamua binti anaenda ama haende. Walikuwa nayo. Na kwa sasa umepewa ile nafasi. Kuna ile freedom ya kuweza kuamua. Unaweza kumwambia baba nimetaka au nimetaka hivi. Ni nafasi kubwa tuweze tukaitumie vijana. Sababu mzazi alikuwa na maamuzi, na mpaka leo mzazi ana maamuzi. Ukichukua binti wa wenyewe unaenda kukaa naye bila kuakora wazazi wake, wakati mwingine unaitwa sababu yuko mzinifu. Ukipata msichana wenyewe hata kama mlikutana kwa njia mkaoana nini, jazari sana ndio kaone wazazi wake. Hata kama hauna mali ya kuwapea saa hizi, lakini ni heshima sana wakati unapigia wazazi, unajua mimi na mtoto wenyewe. Unasikia wengine anaenda kujistaki, ni kitu cha maana sana, kinakuheshimisha na mbele za Mungu, kinaleta heshima. Anatuambia déshonere. Inakonsene sana wazazi. Hakuna mzazi mwenyewe anaweza siwete kuona mtoto wake, hasa binti, kwa miaka fulani bado angeweza kuwa ameoleka, aseme anarandaranda. Sio furaha ya mzazi jamais. Kwa vile naelewa roho ya mzazi, hakuna mzazi mwenyewe anaweza kufurahia kabisa binti wake bado anazunguka, hana hata mtu mwenyewe anamchumbia. Hapana, kuko tu miaka yenyewe mzazi anaanza kuangalia, inakuwa ni swali, kikwazo. Warundi wanasema kibazo ndani mwake tuko na juzi. Sasa itakuwa namna gani? Alese sazini kuna malana fulani za kifamilia,
ama kuna misingi mbalimbali ambazo zinaweza kuzuia akose. Ama kuna wengine wazazi ambao wiko materialist bako kuko miaka yenyewe kabisa, unakutana maisha yake, anajua no, huyu mtoto wangu ndio shamba langu, mtoto wangu ndio source de revenue hapa, ndio kwenye na kulia, unless kuna wale kama sababu wako nao ni tatizo kubwa. Yaani amekamata binti wake kwa vile ambulance na kwenda na kamata. Kuna mgonjwa anaitwa kwa anakamata. Kuna mtu ambaye yuko anaenda na kamata. Ile ni maisha moya ya laana na ni alama ya sorcelleria, uchawi. Hakuna mtu anaweza kuwa na binti wake wamekomala, furaha mzazi na kwa ni mtoto wangu anakomala, anapata mchumba kwenda kumuoa, mtu wa kumuoa. Ni furaha kila mzazi. Lakini kuna mtu anatafuta sana ile umri wa ujana wako wote anaimaliza. Ile mtu hakupendi. Ungali bado jana nasema fie wangu, uzuri wako nitakukula. Kuna wazazi uko ile tabia vile, ni uchawi. Tanisamee kuzungumza kama uko mzazi mwenye unafanya na kama ufanyake uchawi, uko posede. Mtoto wako Mungu amemkupatia binti wako, akwe binti awe mama wa boma, lakini umeanza kumfanyisha biashara. Ile umri wa ujana wake unakuwa unaimaliza yote, anaenda kwenye ndoa amechoka na maisha. Ni alama mbaya, sio alama ya kuankuraje. Aseme deshonore, uko deshonore wakati mwingine kwa mzazi. Nipatie mfano wa wazazi. Iko ngumu sana kupatia vijana ambao hawajaoa ama wanuvua mario wapatie mashauri ya ndoa na bado wanaangalia katika nyumba yako, njoo matatizo. Basi chana wanazalia pale, wengine wanaendaka wanarudia, wengine ni nguvu sana, sio rahisi wa kuheshimia. Wakati mwingine sasa unaalikwa kwenye makaramu za wengine, mafeti za mariage, swali na kuaka. Ndio nilikuwa nataka nielezee dada ambao unanisikiliza. Kuna kwa tu ile maswali ya kusema na mimi fia yangu ataolewa siku gani? Ile ni swali ya kila mzazi mwenye ko normal anajiuliza. Sababu miaka imefika, anaanza kujiuliza tafanyaje? Ni maswali. Mungu akusaidie sana. Dadangu, hata kama unjo mnapanaka rasio mwenyu kila siku, ni siri nitakuibia. Kunafika tu wakati mmoja wazazi wanachoka. Wanahitaji depart yako. Iko wakati ambao mzazi anafika tu intérieurement kabisa, anasikia kabisa mzazi mwenye ko normal. Kuna angalau basi tena wengine mkatie wanaolewa. Badogo wako wote wamezalia pale, wengine walienda ndio. Wakati mwingine saa zingine kama okay, najua nimesema kama ni mpango wa Mungu sawa, Mungu anakuambia ungojee ni sawa. Lakini usikao tu kwa distractions zinazina maana jamais. Unapoteza muda wako bure. Kuna mtu ambaye anakuhitaji mfanye naye maisha. Ni ngumu sana mzazi wa mheshimu kama ana watoto ambao kabisa maisha yao ni chini. Wanakuwa na comparison, atatusaidia na watoto wake wote wamekesha pale nyumbani. Sio rahisi. Maana wazazi wafanye hazari sana. Napoona mtoto wako anafika miaka fulani, anza kabisa kumuuliza nini unatakaka. Mpango wako ni nini? Binti wako anaanza maisha kurana, anarudia usiku, anze kumuuliza mtoto wangu, mpango wako ni, unajua mimi niko kwenye boma, niko mama, siwezi nikafurahia kitu fulani. Uanze kumwambia mapema ili kwamba aanze kujiamua mapema. Sawa, itakuletea shida. Nataka nikwambie dad, uko mwenyewe unapanaka rasio mwenyewe. Uko fio wa tabia mzuri, uko na adabu, uko na heshima. Uko tu miaka yenyewe wazazi wako wanakuchokaka. Ile ni kwambie. Kwa hivyo kuliko poteze muda katika maisha kuzunguruka barabara, uko tu miaka yenyewe mzazi anasiaka anachoka, anasema huyu kabisa inakuwa ni kikwazo, ni kuibie ni siri ambayo nitakwambia. Uko fio wangu anakaa mpole sana, iko gentil, iko nini, huyu ndio tunakulaka na tulipiaka nyumba. Ndio mzazi mwenyewe ko normal. Inaoka ni uchungu. Ni buchungu, ndio maana nataka nikushaurie ili nikusaidie maisha ambayo uko unazunguka ndani, utapata magonjwa, utakufa bure. Tafuta mume, ni wakati, kuko muda wa kila kitu hapa chini ya jua. Kunafika wakati mzazi anachoka. Ulimnunulia nguo nzuri, kila bona nao mnunulia ka grand super na iva, muzile njia zako. Inafika tu wakati mzazi anakuwa na buchungu. Anasuete depart yako. Inakuwa ni aibu. Nakutana mama anaambia baba, mtumishi wa Mungu niombe kabisa. Nasikia ni aibu sana. Unakuwa ni aibu, ni kuibie tu siri. Donc anikala maombi, mama alikuwa anaendaye kwa maombi, anaanza pana tu mlima, unaanza kuuliza nini? Baba niondolee aibu. Niondolee aibu Mungu. Unakuwa aibu mwenyu bila kujua. Mungu akusaidie. Benye biko nyuma bashaanza yenu. Wengine bashazalia mule, nyumba inakuwa kidogo. Dada yangu naruka tu na furaha, analitaka saki ya bunga, saki ya mchele. Bata ichoka wakati nini watakuwa wanaikula, mimi wanasema ungekuwa naikulia tamu wako. Ni heshima.
Na kama nyumba wazazi yako itakubali kumaintain ndani, sisi naye utafurahiwa. Mazingira yenyewe. Bataanza kuangalia, ba mama wataanza kuona hata bwanake akupatia lift. Banaanza kuwa ni kukupiga mawe, kukuchamba, kukupiga. Nishaona wengine wanamchanja juu, baliona tu bwana anampatia ride mugari yake. Anashuka tu mugari, kumbe mama maisha Mungu anachana. Kwa sababu ya nini? Unakuwa elemani zible mu quartier. Sababu anza kuamua mapema. Kama una mpango wa kuoleka, anza kuomba Mungu sasa, tafuta Mungu sasa hizi utafute mume ambaye atakuoa. Mungu ana mpango na wewe. Na nikwambia kuolewa kwako ni haki yako. Haiko wasa ni favor, lakini wewe utaifanya kuwa favor. Ndio maana niko nakushauria usikuwe kama mabinti Sayuni ambao Biblia inasema wataanza kufika wakati mwanamke 7 wanabania mwanamume mmoja. Uko na nafasi sana kupata mume wako mmoja. Anza kumtafuta sasa hizi. Hata kama nyumba wazazi yako haitamua kuachilia, utaenda. Nakumbuka zamani tulikuwa tunafanya tungali mapeti. Tunafanya kama buchuruzi mazembule manini. Uko na kazembule ataka Valeria hata $50. Dada anakuja, dada ashachelewa tu mkarti. Ungali peti hauna hata mpango wa kumuoa. Anakiana bia $20. $20 ni mwatia kapitali hapo. Peti nipatia hata kalanga pale sasha mkate ya manini. Hauna za kurudisha. Sasa namrudishia namna gani? Weka tu unaweza zirangura unapita nani? Kumbe dada haiko aseme anakusaidia. Iko unatafuta njoo kama unaweza mpenda. Kwa miaka yako hauzi kumuoa. Na kwa miaka yenyewe atakuwa anaanza kuona hata mtoto mkartie, mtu anakuwa nakatoka yake bana kuitia polisi, anasema no hapana, mimi nataka kuniharibisha mtoto wangu. Ni kuarifu. Hausome, haufanyi nini, hautafute maisha, mwenye anatafuta pesa anaweza vutia wanaume. Mwenye anatafuta iko nasoma angalau kuna kitu anafanya. Lakini hata mwenye anasoma anakuwa anajua nina mchumba, na kama ni kuanza kuomba Mungu, mwambie Mungu saizi baba, ninapomaliza shule nisaidie niweze nikaoleke. Ni kitu cha maana sana. Takutana barafiki yako mlikomana nabo mkartie. Mlikuwa wazuri sana. Siku anaolewa, banaanza kuepuka, sio kusema sio kuna harufu mbaya ama hata uko na nia mbaya, hauna tania mbaya, lakini unakuwa elemani zible partout kwenye unapita. Kwa Mungu akusaidie sana. Nishauri nataka nikusaidie mabinti tena niwasaidie sana. Kutana wengi sana. Pastor natafuta niolewe ndio. Lakini ukiona kriteria za mtu zenyewe na avance na sambo, hata ukiokuwa na kijana mwanaweza kuoa, ataoa namna gani mtu mwenyewe na kriteria za hivi. Unapiga X. Nisaidie hivi na hivi. Utasaidika vipi? Nataka nikusaidie mimi. Hapa unanisikiliza. Mashauri kusaidie sana. Muda sio wako. Muda tuseme muda ni wa Bwana. Miaka ni namba. Haiko namba bongo. Wasikudanganye jamais. Jere muda wako vizuri. Kuwa na mapriorite kwenye maisha yako. Kulingana na miaka yako. Fikiria kulingana na miaka yako. Nimekwambia kupata mwanamke au mwanaume ni haki yako kama vile mtoto wa Mungu, sio favor. Lakini kitu nataka nikwambia dadangu, sio kila mwanaume ndio mume wako, hapana. Hii muda uko unazunguka nyuma wanaume watu, mbele ya watumishi wa Mungu, mko mnakuja muangushe mfanye ile muda uko unapoteza bure sana. Ungekuwa hata kwenye magoti mwambie Mungu, nimezunguka sana, nimerandaranda sana sijapata. Nisaidie na mimi nipate mume wangu ambaye kabisa atanipatia ni heshima. Mwanaume ni heshima, tusidanganyane. Hata kama wakati mwingine tunafanya madharau, lakini unapokuwa kwenye boma kuna heshima ambayo ni ya kipekee. Nataka nimalizie, nataka nikwambie kuna kitabu cha Isaya 3:16. Soma Isaya 3:16 kushuka mpaka chini. Soma Isaya 4:1 uangalie. Sitaki ufike kwa ile hali ya kwanza kwa unaanza kusombera unakamata hapa nasema na mimi nitabania hapa na sio kalite Mungu akumba kwa sababu ile uko unaenda unadoda unasombera kumafuso za wengine, hapana. Mungu alikumba kwa sababu akupatie kitu ambacho ni cha thamani. Kwa hivyo kama uko katika michezo, toka ndani michezo. Kama umetoka kuna mabinti ambao saa zingine natoka ndani jikalishe kwa mwanaume mie peke ndio sawa. Kama alikuoa, sababu njia zingine ziko za mingi mnatumia, lakini kuliko ndio kala muda unaikala, siku atakuchoka na kumwambia rudia kwenye nimechoka. Hapo kabla ile siku ifike. Sababu mtu anaanza fika kwa ile wakati mtu alichezesha sana maisha huku chini, miaka ilikuwa ngali na shine akalichezesha. Inafika wakati anaanza kimbia. Shauri langu kwako, usingoje ile wakati ambao unaanza kuwa elemani zibe kila mnyumba wadogo wako ni kidogo wanakutupia maneno kwa sababu ni hauko supposed na kuwa mule ndani. Inabidi uko umetoka. Ile muda ukazunguruka sana wazunguruka, hautapata brevet azikuwake jamais. Batakupanga majina. Wale wanaume wa aventurier batakupanga majina. Kwa rafiki yetu mwa zamani alikufaka magonjwa. Anapenda msichana, kulikuwa binti mmoja, binti alikuwa amevuma sana, akipita anatoka tu anambia Zidane anapita na Zidane. Kwa majina wanakupatia tu zenyewe mkartie uko unashangaa. Paka dada mwenyewe anakuwa mimi ndio Zidane na namna gani? Kumbe Zidane atoka match. Akila kitoka mkartie mzima aende huko arudia. Ikakuwa jina Zidane. Kuna anapita wanasema Zidane amepita. Mpaka anajisikia haya na hama mkartie kwa sababu nini? Wameshajua jina Zidane. Kwa
Kuna majina watakupanga wale mavantiri hawana hata muda na wewe jamais. Unakatara kuoa mtu mwenye anakuja kukuoa, iko unataka mfanye naye maisha, si natafuta mwenye uko na pesa, atakupanga jina. Nikwambia mavantiri iko sawa shoferi ya matraki. Shoferi ya matraki anaweza kuamortire gari hata 5 mwaka moja, zinakuwa amorti. Brand new 0 km unaipatia driver. Anaziamortire mpaka analeta kilometrage mpaka mwisho. Sasa angalisho, unajitenga mavantiri mbarabara, unajitenga asio tafuta pesa, utalumia. Kwa hivyo ni kuarifu mapema, muda ungali binti na Mungu anakuhitaji. Mungu anakuhitaji wewe katika boma, heshima yako ni kwenye boma. Hapana mbarabara, hapana. Heshima mwanamke sio mbarabara. Mwenyewe kudanganya vile, wende ulete hivi tupate tukule. Ule mtu uko na kutumia kwa biashara, lakini mwisho atakuacha kwenye njia panda. Mtu anakutuma uende hivi, mwambie na wewe uende upeane, na wewe una mwili. Enda na wewe upeane yako. Asa ujana maji ya moto, lakini siku moja itapoa. Mhubiri anasema juu ya muda, kuna muda wa kila kitu. Mhubiri aliandika kitabu cha Mhubiri, alivuma na alikuwa mwavantire, na baada ya kuona yote ni ubatili anasema hapana. Vous devez gérer votre temps. Bila kujere muda wako utapata miaka inakupata unashangaa, surprise. Hapo nataka nikupatie shauri dada ambao unanifuata. Wakati unakonservar tu mawazo ya kuolea. Hata kama ungali nasoma, hata kama ungali sijue unafanya kazi, hata kama ungali unafanya business, ile ndio ingekuwa hitaji yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nikimaliza masomo, nikimaliza hivi, uko dada ambao unamtumikia Bwana mwaminifu mbele za Bwana, mwambie Bwana, natamani nipate mume hata kama sijakuwa tayari, lakini Bwana, wakati kifika nataka nipate. Msitaki maisha ya kurandaranda, hapana. Ni mashauri ambayo nikusaidia juu usipotoke, usikuwe confusion. Ambao tunao wengi sana huko leo. Akikuwa rafiki yako leo ni kuanza kurukia mume wako. Akikuwa rafiki yako watoto wako anaanza kuja kurukia, unakutana huyu mtu na miaka watoto wangu haiko tena sawa. Kwa hivyo kuna miaka ambayo usipokuwa careful utasema si ukwambia. Ni jambo la kuomba sana Mungu akusaidie. Sitaki dada yangu, furaha yangu ni kuona kesho tunaalikwa mahali, kuna harusi tunakuja tunafurahi na kwa furaha sana. Napata vijana wengi nasema natafuta mwanamke, natafuta mwanaume, lakini uko unaikana unajiuliza, unaangalia hizi haja watu wanahitaji, lakini wengine hawaelewa kama kuna kitu cha thamani sana katika ndoa. Kuna heshima ya kipekee katika ndoa ambao hawezi ipata barabarani jamais. Onyo langu kwako dada yangu, namaliza. Usiwe katikati ya wale ambao tunaona wamekuwa wako kwenye junkie yao. Sitaki wewe miongoni mwa wale wa reserviste wenyewe wanala makartie, kazi yao ni kwenda wanaharibisha ndoa za wengine. Hiyo sikutakieni, sio ombi langu. Ombi langu nataka leo, kuanzia leo ukamate maamuzi kulingana na muda ambao umekuwa, kulingana na miaka ulio nayo. Anza kufikiria kulingana na miaka ulio nayo na ujue kabisa Mungu nimekataa kuanzia. Kuna watumishi wa Mungu, all over the world. Enda ukaingia kanisani, mwambie mtumishi wa Mungu, nimekuwa katika haya maisha ya uzinifu, maisha ya kurandaranda huko na sijapata kitu, natamani nipate mume. Akuwekee mikono ile hali kutokee na uweze kuingia kwenye ndoa. Ndio kuna usalama wako. Usikuwe mwa reserviste wa mkartie. Baba, katika jina la Yesu mwamba salama, Alfa na Omega, Simba kabila Uda, nasema asante Mfalme kwa muda kama huu Bwana majeshi. Nalibariki neno lako Bwana kwa sababu ulikusudia siku ya leo kwa ajili ya huyu kijana Bwana majeshi. Umesema Bwana vijana wana nguvu kwanza kumshinda ibilisi Bwana. Ndio maana naambia vijana Bwana uwasaidie, wapatie nguvu Bwana majeshi ya kuweza kushinda katika maisha ya ujana Bwana, wanahitaji msaada wako. Asante Simba kabila, asante tegemeo la msaada kweli ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu, tunaomba na kuamini. Amen, amen. Sambazia ndugu, sambazia jirani na rafiki ili kwamba tubarikiwe pamoja. Uniite Pastor Sylvain kutoka Galilaya Fellowship Ministry. Tutakutana tena wiki ijayo kama majaliwa ya Mungu. Amen.